Watukufu wa Islam na wale wote wanaonitazama na kunisikiliza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehema kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli tunazungumzia akhiru zaman, zama za mwishoni. Zama za mwishoni ndo hizi ambazo sisi tumejaliwa sisi kuja mwisho wa dunia, maana hakuna mtume atakayekuja isipokuwa kiyama kitakuja. Na hata ukisikia Nabii Isa atarudi, si kwamba atarudi kuwa yeye ni mtume mwingine, hapana, anarudi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakuna jipya analokuja nalo, bali yeye ni alama ya kiyama. Na kuna mambo mengi yanatokea, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna min ashrati saa, hakika katika dalili za kiyama, an yurfa al-ilm, ni kuondoshwa kwa elimu ya dini, wa an yadhhara al-jahl, na kujitokeza ujinga, kudhihiri ujinga, wa an yushraba al-khamr, na watu kunywa sana ulevi, wa an yadhhara zina, na zina kuwa iko wazi wazi. Hizi zote ni dalili za kiyama. Kwanza, ilmu ya dini kuondoka, elimu ya dini, watu wanashughulika na elimu za kilimwengu tu, sekula, lakini hawashughuliki na kusoma ilmu ya dini yao. Hilo la kwanza, hilo linaonyesha dalili ya mwisho wa dunia, kuondoshwa kwa ilmu ya dini. Alafu kila mtu mufti, kila mtu shekhi mkuu, kila mtu kadhi mkuu, kila mtu anajua tu, hali ya kuwa hatujui chochote. Kwa hiyo inna min ashrati saa, hakika katika dalili za kiyama, an yurfa al-ilm, ni kuondoshwa kwa ilmu ya dini, wa an yadhhara al-jahlu, na ujinga kuwa mwingi, wa an yushraba al-khamru, na watu kunywa ulevi sana, wa an yadhhara zina, na uzinifu kuwa wazi wazi. Hizi zote ni katika dalili za kiyama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi katika Qur'ani kwamba dhahara al-fasad, umejitokeza uharibifu, fil barri wal bahri, baharini na nchi kavu. Uharibifu upi? Uharibifu wa mazingira. Watu wakienda baharini hawapati wanachokitaka, yani katika uvuvi. Dhahara al-fasad fil barri wal bahri, baharini hakuna manufaa, na katika nchi kavu hakuna manufaa, watu wakifanya biashara hawafanikiwi. Dhahara al-fasad fil barri wal bahri, baharini hatari ziko nyingi, huku nchi kavu hatari ziko nyingi. Kwa hiyo umejitokeza uharibifu baharini na nchi kavu. Kwa nini? Bima kasabat aidin nas, kwa makosa au kwa madhambi yaliyochumwa kwa mikono ya watu. Mikono ya watu, kwa madhambi yetu tuliyoyachuma kwa mikono yetu, ndio Mwenyezi Mungu anasema umejitokeza uharibifu, yani baharini na bara. Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili apate kuwaonjesha adhabu kidogo ya baadhi ya yale walioyafanya, walaallahum yarji'un, labda watarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mungu wakati mwingine anaweza kuleta mitihani kidogo kwa watu, labda wapate kukumbuka yupo Mwenyezi Mungu.
lakini wapi, hata ukiwakumbusha hawakumbushiki. Wao kila kitu wanaona kimezuka tu, wao wenyewe wamezuka na kila wanachokiona kimezuka, hakuna Mungu. Hii inatukosti, yani kila wakati tutafikwa na mabalaa. Sasa leo sisi wakiona chakula ghali tu, hawana wanachosema isipokuwa rais wa nchi. Rais wa nchi Mama Samia Suluhu ndo anasababisha vitu viwe ghali, mchele shilingi 3,000 4,000. Yeye si mwenye maduka, yeye si mwenye maduka. Wenye maduka ni watu wengine kabisa wanaofanya biashara hizo za michele, wala husiki. Mambo yanakuwa magumu kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, enyi mlioamini, ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu na yeye atakunusuruni. Kumnusuru Mungu manake nini? Wewe unaweza kumnusuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi? Kumnusuru Mungu manake kuitetea dini yake, kuitangaza dini yake. Sasa kama sisi tutafanya kazi ya dawa kuitangaza dini ya Mungu ipasavyo, basi na shari zote atatunusuru. Lakini tukipuuza dini ya Mungu, yatatukuta mambo mazito. Ndo kama hivi mara umeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta magonjwa ya kila aina, corona, ukimwi, kansa, mabala kila aina, shalalun, ugonjwa wa kupooza, stroke. Magonjwa yamekuwa mengi sasa hivi, kisukari, magonjwa, watu hawana raha. Achilia mbali magonjwa, mautul faj'a, vifo vya ghafla, ndo kama hivyo, mafuriko dunia nzima, mafuriko. Hata nyumbani kwangu mimi Rufiji mafuriko yametokea. Watu wengine hawana pa kuishi. Zamani tulikuwa tunaona tu kwenye mitandao ya kijamii, tunasikia kwenye maredio kwamba watu hawana pa kuishi, mafuriko. Lakini leo tunashuhudia hapa katika nchi yetu, na katika nchi yenye salama hakuna kama hii nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuwe wacha Mungu hapa Tanzania, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa rehema yake, tutaishi vizuri. Ndio maana Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania Dr. Abu Bakr bin Zuberi bin Ali, Shekhe mkuu wa Tanzania, Sheikh Abu Bakr bin Zuberi bin Ali, alitangaza kwamba mashekhe wote na maimamu wote tumombe Mwenyezi Mungu kwa pamoja, kila tukifanya ibada tufanye na kunuti kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu, ikinyesha mvua iwe mvua yenye neema, isije mvua ya kuangamiza, wala isije mvua ya kutuletea matatizo katika ulimwengu. Tukikaa vile Mungu anataka, duniani tutakaa vizuri, na huko akhera tutakwenda